nimekuozesha Zakia Ismail Abidiel, ukae naye kwa wema, umtunze, na kama ikitokea tofauti za kuachana, basi vile vile muachane kwa wema. Nimemuoa Zakia Ismail Abidiel kwa wema, tutaachana kwa amani. Tumekuja kugundua vijana wengi wa Kitanzania wako tayari kuoa na kuaga ukapera na ubachela. Tulichogundua, vijana wamekosa pesa za mkupuo, mahari za pamoja. Ndipo tukaona kumbe linawezekana. Lakini miongoni mwa sababu pia ni kutaka na sisi kuchangia katika jamii yetu kupunguza maovu na machafu. Mwaka huu tulikuwa tuna masharti kama 10, Mheshimiwa mgeni rasmi. Sharti la kwanza tulisema mwaka huu mabinti ndio waje kuwaombea hao waume zao watarajiwa, na wanawake walijaa sana ofisini, kwa sababu baadhi ya vijana wanawawekea usiku mapenzi ya miaka 2 mitatu, tunadanganyana. Binti ataka kuolewa, bwana anamwambia sina uwezo. Wanawake wamekuja kwa wingi katika ofisi zetu, wanakuja kuchukua fomu za maombi kwa ajili ya wachumba zao. Kwa hili, kwa sharti la kwanza, anayekuja kuchukua fomu ya maombi awe binti mtarajiwa na asiwe huyo mwanaume. Sharti la pili lilikuwa anayetaka kusaidiwa katika jambo hili awe Mtanzania, kwa sababu taasisi pia ni ya Kitanzania na inalenga kuwasaidia Watanzania. Sharti la tatu tulisema huyu mwanaume anayetakiwa alipiwe mahari awe hana mke kabisa, bachela, asiwe kama shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam, Shekhe Walidi level 6 ana wake 4, au Shekhe Alhadi Musa Salum ndugu yake level 6, wasiwe kama mashekhe hao. Kwa hiyo akija mtu anataka kuongeza mke, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunamwambia hapana, wewe huna tatizo sana, tayari una mke. Kwa hiyo moja ya masharti yetu, anayetaka kusaidiwa kulipiwa mahari hakikisha hana mke kabisa, ni bachela. Hili ni sharti letu la tatu. Ama sharti la 4 tumesema anayetaka kusaidiwa kulipiwa mahari awe tayari amekwisha anza hizi process na amekwisha posa, anania kuoa siku nyingi, anakwama kwenye mahari tu. Huyo yuko serious, tumwezeshe, kuliko yule ambaye anakurupuka baada ya kusikia tangazo letu. Huyo atakuja kumwacha binti siku yoyote. Sharti la 5, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa haraka, mwanaume awe ana chanzo cha kupata riziki. Hatutaki kumwozesha mtu ambaye hana kabisa hata kibarua, atamlisha nini? Atampa taabu. Hata dini yetu ya Uislamu imekataza hilo. Mtume wetu anasema kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaul, yatosha mtu kuchuma madhambi pindi atakapokuwa anaitelekeza familia yake. Kwa hiyo tukasema, vijana hakikisheni muwe mna kibarua. Maana yake nini? Hawa wote hawa wana vyanzo vya kupata riziki, shilingi 2-3. Kinachowashinda nini sasa? Kinachowashinda pesa za mkupuo, mahari za pamoja. Hizo ndizo zilizokuwa zikiwashinda. Tukaja na sharti la 6, Mheshimiwa mgeni rasmi, anayetaka kusaidiwa na taasisi ya Al-Hikma Foundation awe amechukuliwa fomu na mwenzake na aijaze na airejeshe. Sharti la 7, awe amefanya usahili, kwa sababu tulikuwa tuna usahili. Tumegundua kupitia katika interview mbalimbali na usahili mbalimbali, baadhi ya vijana wana matatizo ya akili, hatuwezi kumwozesha, tunawapiga chini. Na niliona tangazo la Profesa Kabudi kwenye mitandao ya kijamii kwamba sasa hivi 35% ya vijana wanavuta bangi, wamedata. Sasa katika interview, Mheshimiwa mgeni rasmi, unazungumza na mtu unamwona maskini bana, kumbe mgonjwa wa akili. Sasa hatuwezi kumwozesha.
Tunataka binti aolewe mwanaume na mwanaume ambaye iko timamu, na ndio maana tukaweka interview au usaili. Sharti la 8, mheshimiwa mgeni rasmi, awe tayari ndoa yake ifungwe pamoja na wenzake kama hivi leo. Ambaye hatakuwa tayari anataka akaolee katika msikiti wake maalumu au nyumbani kwake au kijijini kwake, huyu ameshindwa katika jambo hili. Sharti la 9, awe amethibitishwa na imamu wa msikiti anaotokea, aseme huyu namjua, ampe barua, au mwenyekiti wa serikali za mtaa anapotokea. Mwisho tukasema ya kuwa walii, baba wazazi, baba mzazi wa mabinti au baba wa wazazi wa mabinti akubali naye ndoa hii ya binti yake ije iozeshwe kwa pamoja na wenzake. Kuna wale wakataa, wanasema binti yangu iko tayari aolewe, lakini desturi na mila za kwetu aje akunje goti nyumbani kwangu. Haya mambo kufungisha ndoa ya pamoja sisi hatutaki. Basi tukamwambia samahani, sharti moja wapo limekushinda. Kwa hiyo hawa 130 ambao leo unawaona wamekubaliana na masharti haya na ndoa za pamoja zimeweza kupatikana kwa pamoja. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.